wa kuingia viwanjani, kuna nini kwenye VAR siku ya leo? Bwana, kamati ya mashindano ya bodi ya ligi na Yanga ni kiroba chenye kutu kubebea mchele. Yaani mtihani. Sasa utachagua tulete tetanasi au tuache. Kiroba chenye kutu kubebea mchele. Hebu nifafanulie hapa Mkalabo. Nasema hivyo kwa sababu mwishoni mwa juma hili Young Africans walikuja na majibu kufuatia taarifa kwa umma iliyotolewa na kamati ya mashindano ya bodi ya ligi juu ya maamuzi walikuwa wamepitia kupitia michezo iliyopita wakihusishwa dabi ambayo ilichezwa Unguja kule, kama mtakumbuka Jabir Fema tu. Ndio. Dabi ambayo alitajwa mwamuzi wa pembeni aliadhibiwa kwa maana alifanya makosa ya kuruhusu goli halali. Sasa ile neno halali likaleta mtafaruku mkubwa ambao umeleta utata, lakini pia adhabu ambazo zilitolewa, hofu ikaja kwamba tumekuwa na sheria moja ambayo inatoa adhabu tofauti kwenye kosa hilo ni moja mahojiano ambayo Yanga wameyafanya. Lakini baada ya taarifa ya kamati ya mashindano, sasa Young Africans na wao wakaja na mkutano na vyombo vya habari, japo kuna watu wako wanajaribu kutoa taarifa kwa nini wanafanya press nyingi, lakini mimi nikawa upande wa Young Africans kwa maana kwamba taarifa ya bodi ya kamati ya mashindano ilitoka kwa umma, maana ilikuwa ni press release, na wao kufanya press conference ni sahihi kwa sababu wote wanadhamiria kupasha umma huo, na wao wanahoja zidi ya taarifa kwa umma hiyo. Lakini ukirudi ndani kuna utata sana wa namna ya taarifa ya kamati ya mashindano, kwa sababu imetaja adhabu ambazo ukichungulia sheria na kanuni tulizojiwekea ama ilizojiwekea kamati yenyewe kwenye hizo adhabu zina mkingamo sana, hususan adhabu ambayo alipewa Suleiman Mwalimu, mchezaji wa Yanga. Kosa lililofanya lilinasibishwa na kosa hilo lichafanywa na mchezaji kama Ibra Baka huko nyuma nyuma. Sasa najiuliza inakuwaje kosa hilo lenye kanuni hiyo huyu anaadhibiwa adhabu tofauti na hili limekuwaje? Sasa hoja imekwenda mbali zaidi kwamba matarajio ni kwamba kuanzia juma hili kamati itajibu, kwa sababu yale mapokeo ya taarifa zake walikuwa wameyatoa walikuwa mwishoni mwa juma. Kwa hiyo tunategemea kwamba ofisi zimefunguliwa, watu wanaingia kazini, lakini ziko penyezi zenye upenyenye kwamba ndani, kwa mujibu wa taarifa nilizonazo, kuna mvutano mwingine. Watu wanataka kuhamisha goli, kwamba kutoka kushughulikia malalamiko ya Yanga na kujibiwa kwa kamati, wanatamani Ally Kamwe afungiwe. Afungiwe kwa sababu ya kwamba kwa nini kahoji, lakini kwa bahati mbaya nikijiuliza Ally Kamwe kutoka yeye na faragha yake kaongelea Mbagala, nikaongea taarifa ya kamati kwa taarifa zilizoko ndani, japo sifikiri sana kama anaweza kuwa maamuzi sahihi kwa sababu yeye alisimama kwa niaba ya taasisi. Ndio nilikuwa nataka kusema. Sasa nikitazama mbali ndio nasema hii kamati imebeba mchele kwenye kiroba chenye kutu sasa. Ama labda kuna kisemaje? Sio pressure, niseme labda kuna kanuni yoyote ama sheria kwamba bodi ya ligi ikishatoa taarifa hakuna kuiongelea ama kama inaguswa taasisi si unatoa taarifa. Sasa ndo nauliza hiyo kanuni hakuna. Isipokuwa labda kama utalalamikia maamuzi, kwa sababu yale yalikuwa sio maamuzi, unalalamikia taarifa ambayo inagusa taasisi. Kwa hiyo na taasisi inahoja kwenye hayo maamuzi, lakini hata maamuzi nayo yawe kisheria. Sio maamuzi ambayo sio kisheria useme watu wasilalamike, kwa sababu yapo madirisha ya rufani ambayo yanatoa hiyo nafasi ya watu kukata rufaa, na ndio maana Young Africans wakarejea kutoa taarifa na kuandika kwamba barua wanapeleka malalamiko na bodi ijibu. Na nadhani pia kwa kuwa juma hili limeanza, itapendeza haraka sana bodi ikajibu haya mapema kuliko taharuki iliyotengenezwa. Unajua tuna shida moja Jabir, hatupendi kutoa haki za watu afu tunakasirika wakilalamika. Ndio tatizo, unajua. Upendi kutoa haki kwa mtu afu unakasirika akilalamika. Kwa maana kwamba kama ni adhabu ya jambo fulani iwe sawa ili watu wasilalamike. Sasa wewe utendi haki alafu unakasirika watu kilalamika. Tena haki watu hawezi kulalamika. Na itatoa nafasi pia kupunguza manunguniko. Unajua kuto kuzungumzia matatizo na kuyatatua kunaendeleza sana manunguniko. Kwa mfano katika kamati zetu, mimi Mkalabo kusamani, kwa nini hapa Tanzania hivi vilabu viwili vinasigana sana na mamlaka za soka? Ni mara chache sana kusikia kwamba hizi nchi nyingine magwiji wale Liverpool na Manchester United wao vitao zinaweza zikaa nyingine kabisa, lakini sio kusigana. Yani hapa imekuwa baada ya miezi miwili mitatu wanasigana, baada ya miezi miwili afu inakuwa kama maksudi hivi, mmoja akilali mwingine anaamsha nyingine. Sisi kwa sababu mfumo wetu wa kuendesha soka ni upendeleo, sio taratibu. Sasa na hivi vilabu ndio vimetengeneza hiyo nguvu hegemon. Kwa kuwa kuna upendeleo sio utaratibu, ndio hali inatokea kama hiyo. Kwa hata huyu ambaye anaweza kama amependelewa anaweza kawa unasigana na utaratibu, na anayetaka utaratibu anasigana na upendeleo.